Karibu. Mwili wa Joshua Loitu Molel, mwanafunzi wa Tanzania mwenye umri wa miaka 21 aliyeuawa na Hamas wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023, umewasili leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, ambapo umepokewa na familia yake na maafisa kadhaa wa serikali. Molel alikuwa akifanya mafunzo ya kilimo kusini mwa Israel wakati alipouawa katika mashambulizi katika mji wa Kibbutz Nahal Oz. Mapema jana, ubalozi wa Tanzania nchini Israel ulifanya ibada ya wafu katika mnara wa kumbukumbu wa Tel Aviv kabla ya kusafirishwa kwa mwili huo. Wanafamilia wakiongozwa na baba yake Loitu Molel pamoja na maafisa wakuu wa serikali akiwemo naibu waziri wa mambo ya nje walikuwa kwenye uwanja wa ndege kupokea mwili huo. Msafara umeelekea katika mji wa Simanjoro kwa mazishi yaliyopangwa kufanyika siku ya Ijumaa wiki hii. Kutoka moyoni, napenda kuishukuru serikali ya Israel kwa jitihada tangu haya yalipotokea tarehe 7 mwezi wa 10 2023. Tangu kipindi hicho hawajawahi kukata mawasiliano na mimi, walikuwa wakini-update kila wakati, na hata mwili ulipopatikana sasa kwamba wameni-update. Kwa ujumla ni washukuru wote hao ya Israeli na Tanzania, lakini pia mataifa yote ambayo yamefanya juhudi za upatanisho na kusitisha vita ambavyo vimesababisha pia kutokana miili ya wenzetu ikiwepo wa Israeli na nchi zingine, akiwepo mtoto wangu Joshua. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ubalozi wake mjini Tel Aviv, tangu kipindi hiko ilikuwa inafuatilia upatikanaji wa mwili, lakini mpaka sasa tunasema ni upatikanaji wa mabaki ya mwili wa marehemu baada ya vipimo vya kisayansi DNA kufanyika na kuthibitisha kwamba huu ni mwili wa mwenzetu Joshua Molel. Tunapokuwa tumepokea mabaki haya na kushiriki mazishi haya, tuendelee kukumbuka kwamba hakuna tunu na thawabu kubwa kama kuwa na amani katika jamii. Kwa sababu hata haya yaliyotokea kwa kijana wetu alipokuwa ameenda masomoni kule Israel ni matokeo ya machafuko ya muda mrefu yasiyokoma katika jamii ya Israel na Wapalestina, ambayo kwa bahati mbaya sana madhara yake huwa yanawakuta hata wasiokuwa na hatia, innocent. Ndicho kilichomkuta kijana wetu Molel. Wakati hayo yakijiri, kesi ya uhaini inayowakabili mamia ya vijana nchini Tanzania imeendelea kusikilizwa hii leo, huku tayari kesi kadhaa zikisikizwa na kuhairishwa kwa sababu ya kutokamilika kwa uchunguzi. Hata hivyo, baadhi ya watuhumiwa hawakufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kufuatia sababu za kiutawala, na huku kesi hizo zikiendeshwa kwa njia ya mtandao. Ndugu na jamaa waliofika mahakamani kwa wingi wameendelea kupaza sauti zao wakitaka waachiliwe huru. Bwana, umeshasema waachiwe. Kwa nini hawaachiwi mama? Ndugu zetu tunalia wako mundani, hatujui mustakabali wao. Naelewi, nafika Segerea na niuliza dada waini ni nini? Yaani aelewa hata waini ni nini. Anasema tu amepewa kesi ya waini. Hawataletwa mahakamani. Kesi itaendeshwa kwa njia ya mtandao, video. Sasa hivi tumeingia kwenye kile chumba ambacho ni cha IT, ambacho ndio kuna facilities za kutuwezesha tuweze kupata mawasiliano nao pamoja na ofisi ya DPP. Kule nafasi ni ndogo sana, wote hatuwezi kuenea. Waliongezwa wengine 4, lakini hatujaelezwa ni lini waliongezwa, na hatujaambiwa pia majina yao kwamba ni fulani na fulani na fulani. Kwa mujibu wa sheria mwenendo wa makosa ya jinai, mkurugenzi wa mashtaka nchini ana mamlaka ya kuondoa kesi yoyote ambayo iko mahakamani kwa wakati wowote. Kwa hiyo ilikuwa inawezekana hata kama ni leo wangeweza kufika mahakamani na kusema tunaiondoa hii kesi, hatuna nia ya kuendelea nayo.
Huku hayo yakijiri, watuhumiwa 93 wamefikishwa katika mahakama ya Mwanza wilaya ya Nyamagana kwa mara ya pili, wakikabiliwa na mashtaka mawili ya kuharibu mali na unyang'anyi wa kutumia silaha, huku upande wa mashtaka ukitakiwa kukamilisha ushahidi haraka iwezekanavyo. Watuhumiwa hao ni miongoni mwa 172 waliofunguliwa mashtaka mbalimbali wilayani Nyamagana kutokana na matukio ya vurugu yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimepinga uteuzi wa tume huru ya uchunguzi iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza matukio ya vurugu yaliyotokea nchini Tanzania wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu. Naibu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani John Heche amesema hawana imani kabisa na jopo hilo, akisema wanataka kuundwa kwa jopo huru la kimataifa ambalo litatekeleza majukumu yake bila kuegemea upande wote. Kwanza na la msingi zaidi ni msimamo wetu unaotokana na ukweli kwamba mteuzi wa tume hiyo hana uhalali wa kisiasa, kisheria na kimaadili. Alijipachika urais kupitia mchakato usio huru, usio haki, usio wazi, usiokizi viwango vya msingi vya kidemokrasia. Chadema inasisitiza kwamba iundwe tume huru ya kimataifa yenye uwezo, weledi, mamlaka na uaminifu wa kuchunguza kwa uhuru, umakini, mauaji na makosa dhidi ya binadamu na ukiukwaji mkubwa wa haki za msingi za raia uliofanywa chini ya utawala wa Samia Suluhu Hassan. Serikali inayopaswa kuruhusu uchunguzi huo usimamiwe na tume huru ya kimataifa bila uoga, vitisho wala kuingiliwa. Chama cha Mapinduzi CCM kimeitaka tume iliyoundwa na Rais wa Tanzania kuleta uwiano na maridhiano, kuhakikisha inatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa na kutoa matokeo yatakayosaidia kuijenga nchi. Hayo yamesemwa na Kenani Kihongosi, katibu wa NEC, katika mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika mkoani Dodoma. Tunawaomba makamishna wa tume hiyo wakiongozwa na Jaji Mkuu mstaafu ndugu Mohamed Chande Othman waifanye kazi hiyo kwa maslahi mapana ya taifa kwa uadilifu na uzalendo, na watoe majawabu ambayo yataweza na yatawezesha safari njema ya kuijenga Tanzania iliyo njema, yenye maelewano na amani pamoja na utulivu, pia kwa kuzingatia usalama kwa wananchi wote. Napenda kutumia fursa hii kumtia moyo Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba Chama cha Mapinduzi kipo naye bega kwa bega katika safari hii ya kwenda kutekeleza jukumu kubwa la maendeleo ambalo amekabidhiwa na wananchi kwa miaka mitano ambayo inakuja. Wajibu wetu kama Chama cha Mapinduzi ni kwenda kuisimamia serikali na sio serikali kwenda kukisimamia chama. Chama ambacho kimetafuta kura, chama ambacho kimeunda serikali, sasa tunakwenda kuisimamia serikali kikamilifu.